Mtazamaji wa michezo, mwana michezo, karibu sana tu yazungumze yale mazuri ya kimichezo. Niko na shabiki wa Simba, mwanachama wa Simba, Kisugu. Pema ndugu. Salama, bado tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama, tunasema alhamdulillah. Yes. Bwana, yapo mengi ya kuyazungumza yaliyotokea wiki iliyopita. Kwanza jana tumeshuhudia mchezaji Yusuf Kagoma akiongezewa mkataba wa miaka miwili, pia Rushen Deira kuongezewa mkataba mmoja. Taarifa hii umeipokeaje Kisugu, na pengine tumaini la kuanza kusaka matumaini mapya ligi kuu pamoja na CAF Champions League yanarejea? Kwetu sisi ni jambo jema. Kuna namna ambavyo wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kuitumikia Simba kuendelea kupewa mikataba, na hii ndio maana harisi ya timu kubwa. Mimi naamini viongozi wa Simba, moja katika viongozi bora basi ni viongozi wa Simba. Ni viongozi wasikivu ambayo wanasikia mara nyingi maoni ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Kuna muda miaka karibuni huku nyuma tumepoteza wachezaji ambao tunaamini kwamba bado walikuwa na uwezo wa kuitumikia Simba Sports. Lakini kama mchezaji una mkataba miaka miwili mpaka anakwenda kumaliza mkataba, hujakwenda kuongeza mkataba naye, maana yake muda wake unapozidi kwisha, maana yake anakwenda kuingia sokoni, maana yake mnakwenda kushindana na timu zingine. Sifa ya klabu kubwa kwanza ni kuweza kwa control wachezaji ambao wana mchango mkubwa kwenye timu. Leo hii ukienda kumzungumzia Yusuf Ali Kagoma, amekuwa muhimili mkubwa kwenye Simba Sports. Kwa hiyo viongozi wa Simba kwenda kumuongezea mkataba wa miaka miwili Yusuf Ali Kagoma, kwetu ni jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo ambalo la kupongezwa. Lakini hii leo sio Kagoma tu. Nimemwona Rushain ameongeza mkataba na klabu ya Simba. Ziko kelele nyingi zilikuwa zinazungumzwa kwamba mchezaji yule alikuja kwa mkopo. This is the football. Mchezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa mkopo ni jambo la kawaida. Lakini leo wale waliokuwa wanatangaza kwamba Rushain yuko Simba kwa mkopo, basi leo warejee tena kwenye vipaza vyao sauti waende wakatangaza kwamba Rushain ni mchezaji halali, anamilikiwa na klabu ya Simba. Klabu yenye kujitambua ni kuongezea mikataba mapema wachezaji ambao wanaamini bado wana uwezo wa kutumikia klabu ya Simba. Uwepo wa Shaban Ali Yusuf Kagoma, uwepo wa Derek Rushain pamoja na wachezaji wengine, mimi naamini wataleta mabadiliko makubwa kwenye klabu yetu. Unazungumziaje Rushen Deira kuongezewa mkataba mmoja, na kwa nini siwe zaidi ya hapo? Ukitazama kiwango chake kimekuwa bora sana. Mkataba ni makubaliano, na mkataba unasema moja katika kipengele ambacho kilichosema katika ule mkataba bado unatoa nafasi ya kuongeza mkataba mwingine. Kwa hiyo moja ya mkataba mmoja ni makubaliano kati ya management ya mchezaji na management ya Simba Sports. Kwanza unapokwenda kuongezea mchezaji mkataba, maana yake ni nini? Viko vitu vingi ambavyo vinahitaji kuboreshwa kwenye mkataba wake, na ndio maana mchezaji anakwenda anaridhika kuongeza nini? Kuongeza mkataba. Kwa hiyo leo kwa nini mwaka mmoja? Sio hoja. Hoja iliyopo ni kuwapongeza viongozi wa Simba kwa kumuongezea mchezaji huyu kuwa mali yetu. Kwa sababu mimi naamini viko vilabu vingi vilikuwa tayari vilikuwa vinarusha sindano kumtaka kuwa naye. Ndoano hii. Viko vilabu viwili kutoka Morocco na viko vilabu kutoka Tanzania. Mimi naamini hakuna klabu ya Afrika hahitaji huduma ya Yusuf Ali Kagoma. Mimi naamini hakuna klabu kwenye bara la Afrika hahitaji huduma ya Rushain. Kwa hiyo leo klabu ya Simba kwenda kumwai na kumuongezea mkataba, kongore kwa viongozi wa Simba. Na Yusuf Kagoma kuongeza mikataba wa zaidi ya miaka miwili, hii ina tafsiri nini kwa wapinzani ambao walikuwa wanadai Kagoma alikuwa ni mchezaji wao kipindi cha nyuma? Waendelee kudai na aende katika vyombo vya haki ili wakadai mchezaji huyo. Wao ndio walikuwa wanatembea na mikataba na wanakata viuno katika klabu yao pale Jangwani. Ndio picha zipo, Ali Shaban Kamwe akiongoza, ndugu yangu Pliva akiwepo, ndugu yangu Mlala Nje Godi akiwepo, na moja katika watu waliyezungumza yule kisha kunaku yule nani? Nendeni mkamwambie Nazareti Upete Yusuf Ali Kagoma ameongeza mkataba na klabu ya Simba, akawazodoi ambao wale waliokuwa wanazungumza wana mkataba naye. Ngoja niwaambie,
moja katika watu wanafiki na sio kweli, Nazareth Upete. Yako mambo ya mwanzo anayazungumza, lakini Simba alipokwenda kuyakamilisha hataki kuyazungumza. Nazareth Upete leo atoke hadharani awaambie wadau wake kwamba Simba ni klabu kubwa, inafanya mambo kikubwa, na ndio maana ameongezea mkataba wa wachezaji wake kabla muda hujafanyaje, haujakwisha. Anasema hayo, naye siku hizi anachambua mchicha naye anapika. Sijapita kuangalia kama amezungumza. Nazareth Upete naye sasa hivi anakata nyanya kama Kisugu. Kwa hiyo kubwa, mimi naamini football inaendeshwa katika utaratibu wake. Nimwombe sana ndugu yangu Yusuf Ali Kagoma awasemee yale yote ambayo Dar es Salaam Yanga Afrika wanafanya. Tukiachana na hilo Kisugu, tuzungumzie jana tumeona wachezaji takribani 5 wamekabidhiwa magari, na baadhi ya hoja zimeibuka na kusema kwamba ni magari ya muda mrefu sana 2007, na wengi wakidai kwamba ni kwa nini tajiri Jairut awape wachezaji magari ya kizamani. Swali lako, haya majibu watazamaji wanivumilie kidogo. Mwaka 1984 Azimio, mtaa ulikuwa unaitwa kwa Bubu. Kuna mzee mmoja alikuwa na magari mabovu sana, anaitwa Abedi Bora. Moja katika magari yake mabovu, akipita mtaani watu wanasema magari mabovu, huyo magari mabovu. Yule mzee alikuwa mzalamo kama mimi, akawa anasikia yale maneno, akachukua chaki akaenda kuandika kwenye gari yake. Aliandika, haya maneno ni magumu lakini mnivumilie. Aliandika nyuma ya bodi, baba yako analo. Haya maneno yaliandikwa 1984 na mzee Abedi Bora. Lakini nendeni mkamwambie yale magari ya Toyota ndio moja katika makampuni ambayo yanaleta magari mapya Tanzania ni Toyota. Ndio kampuni chache ambazo hazifiki kampuni 5 zinoleta magari mapya kwenye nchi. Leo unakwenda kumzungumzia Ismail Toure kapewa gari, unasema ya zamani. Mchezaji wako anofunga magoli ya kushika analo hata la zamani. Kuna msemo wa Kiswahili anasema aliyepata kapata. Yeye aliyesema magari haya ya zamani, nina ushahidi ili akatae, niko tayari kwa lolote. Na yeye gari gani lolote hilo kwa mpya? Kwa sababu tunajua mpaka BL yake, na tunajua gari lile lilikuwa na nani lilifanya transfer mpaka kamiliki yeye, lilikuwa lipya. Mwambieni aache roho ya kisununu. Mimi naamini lazima tumpongeze mzabuni wa jezi ya Simba kwenda kutekeleza matakwa ya kimkataba ya wachezaji wa Simba. Wachezaji wakubwa lazima wapewe thamani yao kwenye klabu kubwa. Ziko hoja zimetumika, kwa nini wachezaji 5? Mkataba unaongea. Mkataba kuna makubaliana nayo, kila mmoja mkataba wake. Kikubwa ni kuwaomba tu mashabiki wa Simba na wapenzi wa Simba kuendelea kumuunga mkono mzabuni wetu wa jezi Jairut kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayofanya. Kisugu wanajiuliza kwa nini wapewe baadhi ya wachezaji wasipewe kina Jonas Anisoa na wengineo ambao wameanza kuitumikia Simba kipindi cha nyuma. Kwa nini hao wageni? Nimejibu hapa muda mchache. Kila mkataba una makubaliano ya kimkataba juu ya yale ambayo yalokubaliana kati ya mwajiri na mwajiriwa. Mikataba haifanani. Wale wachezaji mikataba yao imezungumza.
mikataba yao imesema. Walichofanya viongozi wa Simba kwenda kukamilisha makubaliano ya kimkataba waliyokubaliana. Na hii leo 99.9% wachezaji wa Simba wanamiliki magari haya. Nimesema mkataba unaongea mama. Unanifahamu vizuri? Mkataba wa Neri sio mkataba wa Ngware. Sio mkataba wa Sport Point. Wafanyakazi wa serikali unawajua walivyo? Wako wengi, wako wachache? Wako wengi wa majelewa ya serikali, si ndio? Mikataba yao inalingana. Ila Simba ilingane, sio? Kwa hiyo naamini nimetakwa kimkataba ni kuwapongeza klabu ya Simba kwenda kukamilisha makubaliano na matakwa ya kimkataba, lakini kubwa niombe mashabiki wa Simba. Leo hii katika kile ambacho Jerut anachokifanya, mwana Simba kuto kumsapoti Jerut, kwenda kununua jezi original za Jerut, uendi kununua, unakwenda kununua jezi feki. Wewe ni mhujumu wa chumu wa Simba Sports pamoja na mwekezaji wa Simba. Na leo hii niseme kupitia ninyi waandishi wa habari binafsi au washahidi, mimi ni barozi wa kujitolea kuhakikisha kwamba kila mshabiki wa Simba anakwenda kununua jezi uji. Nitapambana kwenye jasho na damu, nitapambana usiku na mchana, nitaendelea kuwashawishi wana Simba ili kuhakikisha mwana Simba, kila mwana Simba anakwenda kununua jezi original za Simba Sports. Leo hii ukienda kununua jezi za Simba, mzabuni wa Simba akipata pesa atakuwa na uwezo wa kwenda kukamilisha matakwa ya kimkataba na wachezaji wa Simba. Ukienda kununua jezi original leo hii kwenda kumuunga mkono Jeruti, maana yake unakwenda kumuunga mkono aende kukamilisha ahadi iliyoweka kwa jengea Simba nini? Uwanja. Leo hii ukinunua jezi original ya Simba, maana yake umekwenda kumuunga mkono Jeruti na umekwenda kumwambia Jeruti, nenda kakamilisha kila mwaka utuletee wachezaji zaidi ya Innocent Liemba. Na amesema Iriza haiwezi kuja pasipo kununua jezi. Leo hii ili Iriza ije wachezaji wa Simba wakae kwenye kiozi, nenda kanunue jezi original za Jeruti. Jeruti ametangaza, ameweka wazi, amesema jezi za pre-season hazitauzwa. Leo mwana Simba unazikuta Kariakoo, unakwenda kununua jezi ambayo ina nembo ya Simba lakini imetengezwa Mbagala Kimbangulile. Wewe unakuwa mhujumu wa Simba. Kwanza mjii mjanja hawezi kuvaa jezi iliyotengenezwa Kimbangulile. Wewe mwana Simba ukinunua jezi feki, wewe mshamba. Wewe hujitambui. Wewe sio Simba, wewe ni msaliti wa Simba. Kama wasaliti wengine, asubuhi Simba mbaya, mchana Simba nzuri. Kwa kumalizia sasa la mwisho acha niwaseme mashabiki wa Simba wanavaa jezi feki. Wewe mbona unakimbia? Sawa. Mimi si barozi wa kujitolea wa kutangaza jezi original za Jeruti. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Watajuaje hizi ni zipo jezi original za Simba, una swap inakuonyesha wapi jezi imefanyaje, imetengenezwa. Jezi ya Simba ukiweka kidole huwezi kuona ndani kwa ubora wa ugumu wake, lakini majezi feki ukinyanyua hivi mtu wa Mbagala unamuona. Kumalizia sasa Kisugu, juzi tumeshuhudia Simba ikicheza na B19 wanaibuka na ushindi wa goli 2. Mchechea wanasema. Na hapo jana pia tunawaona Young Africans dhidi ya Polisi Tanzania wanaibuka na goli 7-1. Juzi Simba ameshinda goli 2 B dhidi ya B19. Jana Dar es Salaam Young Africans ameshinda goli 7 dhidi ya Polisi. Ndio. Naombeni msimamo wa ligi NBC nani CRDB Federation Cup. Waandishi nisaidieni. Yanga si ameshinda goli 7? Simba si ameshinda goli 2? Naombeni msimamo wa CRDB Federation Cup. Simba alikutana na mechi ngumu. Kabla mechi ngumu. Unajua waandishi
kuna muda lazima tuzungumze vitu ambavyo vitakuleta faida kwa wasikilizaji. Leo hii asubuhi ukiamka hakuna rekodi kwenye CRDB kwamba Yanga alishinda 7. Hakuna pointi kama Yanga alishinda jana. Lakini kashinda. Michuano ya CRDB kinachomata ni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Neli mdogo wangu, jifunze kwangu. Najua wewe mwandishi umekwenda shule, lakini kuna mambo lazima ujifunze kwangu kwa Kiswahili. This is the football. Bila Tofauti ulikuwa wapi kati ya B19? wewe unaamini B19 na polisi ni sawa? Polisi. Wewe unaamini approach ya B19 na polisi sawa? Kuzungumza nini? Ni timu mbili tofauti. Ni game approach tofauti. Kwa maana hivyo Simba alikutana na mpinzani mgumu kuliko Young Africans. Inawezekana game approach ya B50 B19 ikawa sawa na game approach ya polisi ikawa sio. Nalo mama, hii Simba Sports, nendeni mkawambie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, miezi 4 ijayo takwenda kucheza fainali Pemba na Yanga CRDB. Ya bebe ya maneno. Kabla kunishukuru, kuna mechi ya kisasi lazima tuizungumze. Moja katika siku mimi nimefurahi jana usiku. Nilikuwa naangalia ratiba, inaonekana Simba tunakwenda kucheza na Dodoma CRDB Federation Cup. Moja katika viumbe tunavitafuta kwenye mpira wa nchi, tukutane na Dodoma. Ni Dodoma Jiji. Hali kiswasu haku. Watu watueleze walipataje suluhu na Simba Sports.